be here? Are we still very strong? Hallelujah. Are we ready for the cities? And I want to let you know that the cities are ready for you. In Jesus' mighty name. Well, I am still young, I am born again, and I love it being here. Give me Judges chapter 11, verse number 23. Just before we sit down and the Lord shall bless us. Judges chapter 11 and verse number 23. This is the fifth day. If we are happy, we are eternal. Praise the Lord. And the grace is sufficient. We are feeling like we are just starting. Praise the name of the Lord. Amen. I see your energy levels. And I just thank the Lord. Glory be to God. Amen. Amen. We are here already. This award spoken by one man I like, Jephthah. And he is addressing the leaders of the Amorites. And he's telling them this. And now the Lord God of Israel has dispossessed the Amorites from before his people Israel. Should you then possess it? Now go to the next verse. And this for me is very key. Will you not possess whatever Chemosh, your God, gives you to possess? So whatever the Lord our God takes possession of before us, we can gather together, we will possess. You know, these games that the devil plays, the Amorites, God already, dispossessed them of the land. And it pleased God to give it to the children of Israel. And then the Amorites just decide to misbehave, to come and talk about the inheritance that God has so freely given his people. That tells them, if your God Chemosh is ever able to give you anything, you will never ever want anything to do with it. But that which Jehovah God has given us, it must be ours, and that we will possess. Praise the Lord. I just want you to check, just for a minute, and ask yourself, what is that God has given me to possess? And I want to let you know, if it is from God, you will possess it forever. Just declare that in Jesus' name for a minute. That whatever God, my God, gives me to possess, whatever God gives me from this conference, shall not be taken away by anything, by no one. I will possess the same forever. Oh yes. If peace God gives, it shall be your peace forever. If healing God gives, you're going to be healed and remain whole forever. If prosperity God gives, you are going to prosper and God will prosper in forever. And because I'm the child of God, that which God has given us is not just what we have and can see. There is so much God has released unto us. It is us to possess and to keep forever. Can we read this last part together? But after the question mark. Yeah? After the... So, whatever the Lord our God takes possession of before us, we will possess. Appreciate the Lord in a class. Thank you so very much. Wow. We bless the Lord for his grace and for the levels of energy that is in this place. Oh, yes. Only God can do this. Yes. This can only happen in the place of prayer. Hallelujah.
Amen. I want to take this opportunity to ask the men of God who are in the house and who did not have a chance to introduce themselves to briefly stand that we see and acknowledge them. If you are a pastor, bishop, pastor's wife, bishop's wife, and you have joined us maybe yesterday or this morning, and you have not introduced yourself, let us see you. Okay, let's appreciate the Lord. We are around. We have well been able to know them. In the interest of time, we want us to have a very ample time to receive the word of God from this servant of God that we love, Apostle James. He changed my life, he destroyed my life. Praise the Lord. I feel damaged. And I had a very wonderful evening yesterday after the session. I went deep into the bushes. And I shouted my voice out. And my life shall not be the same again. Kuparara ambako nimepata na baba yangu sikutaki kamwe tena. There is the glory of my father's house. Na sitaiachilia gari kwa kaburi. Hapana. Praise the Lord, because now I know. So we know that today he is around with a higher voltage. Take us to a whole new level in Jesus' name. So I want us to invite Reverend Martin to come and thank God for this precious gift of God. And then we are coming to come and give the word of God. Sifiwe Mwokozi. Peperusha mkono kwa Yesu. Haleluya. Amen. Jambo moja ambalo niko na uhakika nayo bila shaka ni kwamba Mungu ako hapa. Na mahali ambapo Mungu wako hakuna mng'ang'ano. Hata baraka, miujiza hufanyika tu. Haleluya. Kwa hivyo wewe ambao umekaa labda ukimngojea, ujue ya kwamba tayari amefika. Haleluya. Najua unaweza kuwa tangu tuanze umekuwa tunangojea kwamba Mungu anaja. Kabla mtumishi wa Mungu asimame, wacha nikwambie ya kwamba Mungu ako hapa. Roho Mtakatifu ako hapa. Yesu ako hapa. Yako ni tu kuinua imani yako na uweze kupokea kile ambacho ulikuja kupokea. Just to stretch your faith and you possess your possession in Jesus' name. Acheni tusimame. Inua mkono yako mbele za Bwana, pia Bwana anene nawe. Mtumishi wake ajapo kutuletea neno la Mungu, ambia Mungu ya kwamba aweze kunenea maisha yako. Father, we worship you. We praise your name, King. Hallelujah. Rako shika kaka yako soka yata. Jesus, we praise you. We worship your majesty, Father, in the name of Jesus. Yes, you have been together with us. You have fed us, Lord. Even now we are waiting to hear from you. And we know that you're going to bless us even this morning in a mighty way. Hallelujah. Tuombe. Asante kwa kupeana mtumishi katika nyumba yako. Na sasa Mungu wa neema, tukiwa na mioyo ambayo imefunguka, tunasema ni asante kwa sababu ya mtume James. Kumtoa mahali alitoka jana jioni akaja akawa baraka kuu kwetu. Na sasa umepatiana nafasi nyingine njema atuletee neno lako tena. Bwana, tunamkubali ya kwamba ndiye nabii na ndiye mtumishi wako ambaye umemtia mafuta anene na kanisa masaa haya. Asante kwa maana utamtumia kwa utukufu wa jina lako. Nasi tumeketi tupokee neno na tunajua ya kwamba
maisha yetu hayatakaa vile yalikuwa, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Basi tukiwa na furaha ya Bwana, tukaribisha mtumishi wetu atuletee neno la Mungu. Amen. To lift up your hands before the Lord, mwenyewe tu Mungu mikono yako, na kwa maneno yako mwenyewe mpende tu Roho Mtakatifu. Mwambie kitu kizuri. I thank you and I bless you. Hide me behind the cross, for we may not see what I'm on the tree because of our sins. Kingdom of God, connect with my heart connect with God's people. In Jesus' mighty name. Amen. I appreciate you. Amen. You can sit in your high places. Mahali pako pa juu. Kila mara nasema tofauti iliyopo kati ya hicho kiketi ulichokikalia na kile ulichoacha nyumbani ni kwamba Mungu alikusudia kabla ya misingi ya dunia kuwekwa kwamba utakaa hapo leo. Na ukijaribu kuketi kwingineko, mwelekezi ama baba angekutoa pale akuweke mahali ambapo unapaswa kuwa. Na Mungu alijua mahitaji ulionayo ni yapi na akakuweka kwa kiketi hicho. Kwa hivyo muujiza wako tayari ipo kwa hicho kitu ambacho unatakiwa. Kwa hivyo kati sawa sawa kama mtu ambaye anakalia muujiza wako. Hallelujah. Glory to God. I am humbled and honored at the same time to be able to speak to you again this morning. And God is good. Just tell them God is good. And I'm supposed to be talking to you this morning about the power of sacrifice. Yes. I want to do some teaching here and go a bit deeper by the grace of God. And I'm positive that the Lord will help us. Glory be to God. Glory be to God. Bwana mko sawa? Can I see your Bible? Even if it's a digital one, lift it up. Say, this is my Bible. It contains the word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I am becoming what it says I'm becoming. I believe it. I will obey it. Thank you, Jesus. Now, I want to talk about the power of sacrifice. And in the beginning, I want to say that before I bring myself to define what a sacrifice is, I want to say that you cannot talk about a sacrifice without mentioning an altar. Because there can be no sacrifice without an altar. Where there is any place you put a sacrifice becomes an altar. Any place you put a sacrifice becomes an altar. So there can be no sacrifice without an altar. Hallelujah to the Son of God. So when we talk about power of sacrifice, we need to understand what a sacrifice is. A sacrifice is not like any other kind of a giving. A sacrifice is not normal, usual, ordinary offering. A sacrifice is not a tithe. A sacrifice is not a prophetic giving. A sacrifice is not fast food. A sacrifice is a sacrifice. I don't know if I'm making sense. A sacrifice is not normal, ordinary giving. A sacrifice is not tithe. A sacrifice is not prophetic giving. A sacrifice is not a love offering. A sacrifice is simply a sacrifice. In giving, you can
give the rest and remain with the best. But in sacrifice, you give the best and remain with the rest. Let me talk about giving a bit here. Yes, please. You see, in giving, people who have not been delivered, like you are delivered. Those who have not been delivered, give the rest and remain with the best. Somebody has 200 shillings in the morning, or 500 shillings, no, they decide, I can't give God all of this. So they decide, boy, go buy a loaf of bread. And the boy is like, we have taken tea. What is the need of bread for you? Go. And then he goes and comes back with 200 shillings, two of the same, 200. And it's like, I need more change. Go buy a newspaper. So after that, what you remain in is what you bring. Oh, God. That is immaturity. Tap your neighbor and tell them, see you in. But those who are matured like you, when they give, their giving is found at the level of Proverbs 3:10. Honor the Lord. They honor the Lord in their giving. Whatever you bring to honor Him. You don't bring change. Matter of fact, you had a whole week to prepare before Sunday to know what you are bringing to church. So it's not like you're just bumping on a program of offering in church and you have to really look for something as if God is so desperate for what you're doing. You knew that I'll be serving God, I'll be worshiping God. Worship, another aspect of worship is giving. So it's not like umeshtukiziwa tu ghafla sikujua ataitisha sadaka. Ulijua wewe, ulijipanga. Ndio maana Paulo anasema kwamba na kila mtu atoe kama vile alivyokusudia. Kwa hiyo watu waliokomaa katika kutoa kwao wanatoa vitu vya kumwonesha Mungu heshima. Sio unakuja kuleta vitu vya ajabu kama watu wasiokomaa. Kwa sadaka wanaleta masalio yaliyosazwa baada ya kutumika. Ule breakfast ya 1000 ama 500 mtu mmoja, alafu mlete Mungu shilingi 50. Ni heshima, sio heshima. Mungu asaidie sana. Kwa hivyo dhabihu, sacrifice is different from normal offering, in the sense that in sacrifice you give the best and you remain with the rest. But in giving, you can give the rest and remain with the best. Remain with the best if you are not an unbeliever. But if you are mature, you honor God with your giving. Amen. Hallelujah to the Son of God. Amen. Glory be to God. Bwana mkiniangalia hivyo mnanifanya naanza kususpect that, but it's okay. Sio hapa Moroko. Bwana sifa sana. Kwa hivyo ninapozungumzia habari ya dhabihu ni kile kinachokugharimu. Dhabihu ni kile kinachokugharimu. Inapokutoka ni kama vile uhai unakutoka. Moyo wako unaifuata. Kitu kisichokugharimu ukitoa mbele ya Mungu kama dhabihu, Mungu haiheshimu. Najua niko Nairobi. Ama viungani vya Nairobi. The home of many apostles. I'm just an apostle from the village. So listen to me. You may get some wisdom from me. Praise God. Hallelujah to the Son of God. Listen to this apostle from the village. Sacrifice is very crucial. The devil knowing this, amekuja akaichafua. Mpaka ukitaja tu sacrifice, watu wanaanza kuangalia na huyu pia ni mwingine mmoja wao. But don't judge a man before you hear it. So allow me to corroborate the truths I'm bringing your way from Scripture. Yes. Sacrifice is in the heart of God. Praise God. Sacrifice is very important. As prayerful as we are, it is in the interest of heaven that we embrace a higher dimension of release by operating a life of sacrifice. Yes. It's so important. So sacrifice is that which costs you. That which, when it leaves you, your heart follows it. That's why Jesus said, where your treasure is, there your heart will be also. So in sacrifice, you issue what you treasure. What do you think? Abraham giving out Isaac, issuing Isaac as a sacrifice. Was it a small thing? Jamaa alikuwa anakufa bwana.
alikuwa anakwea milima za Moria siku 3 akikufa, kila hatua anakufa moyoni. Amemsubiri huyu mtoto kwa miaka 25, na huyu mtoto ndio kiwiliwili cha ahadi zote alizopewa na Yehova. Alafu anaambiwa mtoe. Unafikiri ilikuwa ni mchezo? Jamaa moyo wake ulitoka na akasema, Yehova, ni maana wewe umesema hata kama atakufa na nyuta mfufua, lakini wewe ni mkubwa kuniliko, vile umesema nitafanya. Musa mwenzako mwambie dhabihu. Dhabihu ina nguvu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunapozungumza habari ya dhabihu, si ati umeshtukiziwa kwa mkutano alafu unaanza kujikusagusa ni nini nitatoa, ni nini. Kwenye dhabihu hakuna pressure, unakaa taratibu, roho ya Mungu anakunenea na unaangalia hazina yako ni nini ambayo nikitoa, nikiweka mbele ya Yehova, moyo wangu unaandamana nayo. Mungu anachukua hicho kitu anakiweka kando, anakumbatia moyo wako, alafu anapiga uzidisho kile kitu anakurudishia tena. Mungu ana haja na moyo wako. My God. So anapozungumza habari ya dhabihu, ni moyo wako analenga. Kitu kinachotaka kuchukua nafasi yake kwa moyo wako, hilo ndilo analolitaka. Moyo ukifika anapokea moyo, na kile kitu anakijumulisha na kurudishia. Bwana asifiwe sana. Glory to God. Can we move more and more? So, in talking about sacrifice, power of sacrifice, I feel it is important for me to mention that sacrifice is that which costs you. That's why David, knowing that the God with whom I have to do is a God who will not accept anything from me that does not cost me. So, in the day that the judgment fell upon Israel and the angel of God killed men, able-bodied men with a sword through a plague, when the angel stretched forth his hand to smite Jerusalem, God said, "No, stop." And David's eyes were opened, and he saw the angel standing at the threshing floor of Araunah. And when David came, he knew that for me to talk to this God so that he may forbear, I need to build a sacrifice, build an altar. Is somebody listening? Yes. And then Araunah aliona moto kieli ya mfalme Daudi imetua kwake, sehemu ya kupulia ngano. Akashtuka, na mfalme amekuja kufanya nini kwangu? Akasema, nimekuja kumjengea Bwana madhabahu. Akamwambia, ni madhabahu? Chukua hawa ng'ombe kupura ngano, chukua kile kitu ambacho unataka, mjengee Bwana Mungu wako madhabahu. Na Daudi akamwambia, Mungu wangu nayemtumikia, kitu kisichonigharimu ati nimepewa tu nimpe, hilo hatapokea. Kwa hiyo anaona nitakurudishia thamani iliyo sawa na hii sehemu ya kupuria ngano. Alafu ndipo Mungu ataniitika, na akamrudishia kweli. Na alipojenga madhabahu, Mungu alisikia, na yule malaika karejeshwa majuu. Bwana asifiwe sana. May God hear you. In the name of Jesus. So I said we cannot talk about sacrifice without mentioning an altar. Hatuwezi zungumza habari ya dhabihu bila kutaja nini? Madhabahu. Madhabahu ni kitu gani? Madhabahu ni mahali pa kukutanika. Madhabahu ni mahali ambapo ulimwengu wa roho inakutanika na ulimwengu wa roho. Madhabahu ni mahali pa badiliko, mahali pa kubadilishana. It's a place where humanity meets the deity. An altar is a place of communion, it's a place of transaction where an exchange takes place between deities and humanity. The Greek word for altar is thusiasterion. The Greek word for altar is thusiasterion, coming from the word thusiaso, which means as to sacrifice, or an elevated place of sacrifice. Dhabihu za Biblia zilipokuwa zinatolewa, zilikuwa zitolewi sehemu tambarare, zilikuwa zinatolewa sehemu zilizoinuka. Mungu atukuzwe sana. Amen. Maana miungu waliokuwa wanawaita watu siku hizo walikuwa ni miungu walioinuka, sio miungu ya kuabudiwa wakiwa chini. So hilo neno likitolewa kwa Kiyunani inamaanisha thusiaso, mahali palipoinuka pa dhabihu. Mungu atusaidie sana. So ukisoma Biblia, there are two kinds. All the altars you will find in the Bible are divided into two categories. One category of altars you'll find in the Bible when you read is the altar of incense, and the other one is the altar of sacrifice. Kuna madhabahu zote utakazoona kwa Biblia ukisoma zinaweza kuwekwa katika vitengo mbili. Kitengo cha kwanza madhabahu ya uvumba, na nyingine madhabahu ya nini? Dhabihu, ama madhabahu ya nini? Ya kutoa sadaka, iwe ni ya kuteketezwa ama shughuli nyingine ile. So sacrifice, altar of sacrifice stands for service.
altar of incense stands for worship. I'm coming again. All the altars you find in the Bible are categorized into two. And even if you look at the tabernacle that Moses built unto the Lord, you will find the altar of sacrifice as you enter. And then close to the Holy of Holies, in the holy place, there's an altar for incense. Incense stands for sacrifice. Incense stands for worship. And then sacrifice stands for service. Are we together? To corroborate this, you can find that in the book of Ezekiel chapter 43 verse 1, standing for the altars of sacrifice, and verse number 18. Ezekiel 43 verse 1 and verse 18. And then Exodus 30 verse 1 stands for the golden altar, where when you came, you were supposed to offer your incense. Ilikuwa imepigwa msasa kiasi kwamba ukifika pale unajiona. Mungu atusaidie sana. Haleluya kwa mwana wa Mungu. Atukuze Mwokozi. Hebu mguse aliye kando yako, muulize uko Elia. Haleluya. Anasemaje? Yuko Elia. Sawa, tuendelee. Now, I want to talk about power of sacrifice. Why do I want to talk about power of sacrifice? God is calling you to walk with Him by covenant. There are people who serve God at the casual level. There are those who serve God at the convenient level. But God wants you to serve Him at the covenant level. There is a higher level of service. It is called the covenant level. And covenants are made on altars. When an altar is there, a covenant can be made. What is a covenant? An agreement between two parties with conditions. Can I backpedal a bit? Yes. God wants you to serve Him, not at the casual level, not at the convenient level, but at the covenant level. Kuna watu wanatumikia Mungu kwa level ya casual, ya kibarua, level ya juu. Mimi nimekuja tu kufanya kazi casual, hainihusu. Hata hii mawiki ya kukaa hainihusu. Mimi nakuja tu nipate posho langu, nifanye tu kijuju, hainihusu. Casual level. I thank God sio hapa Morocco. Wao ambao vitu vya Mungu hata hainihusu, yuko presentation hainihusu, yani vitu vimechelewa hainihusu, ameketi pale afanye chochote anasubiri mchungaji aje, hainihusu, mimi sijaitwa, mimi si mchungaji. God wants you to go beyond that. Go beyond. Hallelujah. And then there are those who serve God at convenience level. If it is convenient for me, I'll serve God. If it is not convenient, I will not. If it is convenient to pay tithe, I will pay tithe. If it is not convenient, shule zinafunguliwa na nina karo nyingi ya shule na nyumba sijalipa, sio convenient, sitalipa fungu la kumi. Hata Mungu anaelewa. I'm here to say Mungu haelewi. So if we will walk with this God, we must come from casual level. We must come from convenient level. Oh, kuna kesha, kumenyesha, hii weather mimi sio convenient kwangu, siendi kesha. Jua nimewaka, ni kama nimeshuka chini, itaweza bomoa mtu kichwa, siende mkutano. Sio convenient kwangu. Mungu anataka kama utashika uhalisi wa vita nilivyokuahidi, itabidi kwamba ukue daraja la kwanza uache nyuma, kwa daraja la pili uache nyuma, ingia daraja la tatu la kufanya maagano na Mungu, la kufanya mapatano na Mungu, eneo la kimaagano. Wewe ni binti wa kiagano, wewe ni mwana wa kiagano na ufalme wa mbingu. So as a covenant child of God, you need to begin to pattern your life according to the covenant. Where do you find God to make a covenant with Him? At the altar. There can be no altar without a sacrifice. Because any place you put a sacrifice becomes an altar. And when the altar has been put in place, the spirit world of God or of the devil can answer, depending on the one you tune yourself to. And then the one that comes, now you make an agreement with them. Oh, I have called you. This is what I want you to do. And this is what I will do. An agreement. A covenant. Is somebody getting me? Yes. Why am I talking about this? Because many people are faulting God. Why I have done all I know and things are not connecting. Where is God? Am I really born again? Some have even changed their name. They are called brother, sister, brother Ndu. Some are called sister Dada. Because they think their name is the source of their afflictions and trouble. You can change your name to Sister Bright, Brother Marvelous, and all these wonderful things. But unless you embrace a covenant life, certain
So change the name, it's okay. But let first things come first. Yes. Hallelujah to the Son of God. A covenant life. You can make a covenant with God. The Bible says God rules in the heavens above and in the affairs of men. Maybe talking about altars, allow me to mention there are 3 altars mentioned in the Bible. There's the altar of the Lamb of God in heaven. There is the altar of Calvary. Hallelujah. And then there is the altar of your heart. Jesus, some people say Jesus was killed. Jesus was never killed. Jesus laid down his life out of his own volition. He said, I am the good shepherd. I give out my life for the sheep. I have the power to put it down, and I have the power to pick it up again. So the best thing he had was his life. He put it down. That's what makes Calvary an altar, a very powerful altar. So when you stand at Calvary and you give out your heart, the best thing that you have, and you say, God of heaven, come into my heart and save me. Blood of Jesus wash me. Then your heart is washed. Your heart becomes an altar. The kingdom of God finds residence officially in your heart. So that wherever you go, God goes. Because you are his embassy. Why am I saying this? God is spirit. And he has no authority in the world of men unless invited. I'm coming again. God is spirit. He delegated the authority in the realms of the world to man. When he said, let us make man in our image after our likeness. Let them have dominion over the birds of the air, the fishes of the sea, and every creeping thing that creepeth upon the face of the earth. God relinquished his authority and power when he gave man that mandate. So man is the representative of God in the realms of earth. So God is a spirit. He doesn't have a body. He has no authority in the world of men unless invited. The devil also is a spirit. He has no authority in the world of men unless invited. I hear somebody say, hey, but the Bible says, woe unto you, earth and sea, for the devil is come to you full of rage and anger, because he knows his time is short. That is true. But he's moving to and fro in the earth. He has no authority in the affairs of men unless invited. Sitaki nikupoteze, sijui kama tuko pamoja. Nasema hivi, Mungu ni roho na wewe ni roho, una nafsi na unaishi katika mwili. Mungu akimuumba mwanadamu, alimpea mwanadamu mamlaka katika anga za chini ya jua. Akasema kwamba tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu na sura yetu, na watawale samaki wa majini, ndege wa angani na kila kitu ambacho katika uso wa dunia. Hivyo ni kusema kwamba Mungu alipokuumba kwa mfano wake ambao ni roho, sura yake ni utakatifu, alikupea mamlaka ya kuwa balozi wake duniani. Kwa hivyo Mungu akiwa ni roho, hana shughuli duniani kama hajaalikwa. Na ndio maana sisi huomba. Maana maombi ni kumwalika. Bwana apewe sifa. Na nikisema akiwa ni roho hana mamlaka ya kufanya chochote katika shughuli za wanadamu asipoalikwa, inamaanisha kwamba ukimwalika kwa maombi anakuja, maana wewe ni ubalozi wake. Moyo wako ni madhabahu. Bwana apewe sifa sana. Moyo wako ni nini? Madhabahu. Kwa hiyo ukimwalika, ukiishi maisha kujitakasa, maisha yaliyo safi, Mungu ana uhuru wa kwenda popote unapokwenda. Unachogusa Mungu anagusa kwa njia ya wewe. Unachotamka Mungu anafuatilia maneno kwa sababu ya wewe. Maana kwa njia ya wewe ana halali zote za kutenda katika ulimwengu wa wanadamu. Through you he has access into the world of men. Because your heart is an altar. Glory be to God. But now when we talk about God ruling in the heavens and in the affairs of men, you want him to rule in your affairs, you have to invite him. You want him to rule in your marriage? Invite him. You want him to rule in your business? Invite him. You want him to rule over your children? Invite him. You want him to rule over the work of your hand? Invite him. And when you invite him, he doesn't stand in the air. He stands on a platform called an altar. And there can be no altar without a sacrifice. God. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Ukitaka aingilie katika shughuli zako, basi lazima umwalike. Na ukimwalika hasimami angani, anahitaji mahali pa kusimamia. Eti Mungu njoo, Yehova njoo, chukua mkuki na mshale, teta na mimi, uwapige. Kitambo cha asimame na kuteta na naoteta na wewe, anahitaji mahali pa kusimamia. Watu ambao
ambao wanakulu Psalm 35 unisikilize vizuri. Mungu asimami angani, asimama juu ya jukwaa. Na jukwaa hilo laitwa nini? Madhabahu. Hapa hawezi kuwa na madhabahu bila nini? Dhabihu. Na dhabihu ni kitu gani? Kile kinachokugharimu. Maana moyo wako unakiandama unapokiweka mbele ya Mungu. Kwa hivyo Mungu anasimama kwa mujibu wa moyo wako kuingilia masuala yako. Kuteta na wanaoteta na wewe. Just collect yourself together and try to manage an amen. I know it. Glory be to God. So I am here to uphold the power of prayer by saying prayer works. Hallelujah. Amen. But we can move deeper by employing a life of covenantship. Hallelujah to the Son of God. Amen. Glory be to God. Amen. You see, kama Mungu ataniruhusu ndio tutaangalia hizi vitu. There's so much in my heart and my mouth is enlarged toward you. Kwa hivyo I'm not restrained. Nitazungumza. Maana neema ipo. Amen. Nimekuja tu tuzungumze. Leo sihubiri, asubuhi saa hii sihubiri. Kuna vitu inabidi tuangalie. Maana tunasema haleluya, Yesu ni Bwana, Yesu anaweza. Na usisimki ama tuimbe twaenda Kanani, twaenda Kanani, na wapendwa wabebe mpaka maua, wengine wabebe mpaka viketi kwa mgongo wakimbie hivi. Na shangaa ni Kanani gani watu wanaenda na mzigo. Lakini baada ya hayo unapata shida fulani ni kukodolea macho haiendi. Umepakwa na mafuta na haiendi. Kuna kipepo na kikemea kiendi. Kwa kuna baki kushangaa, hai na nimeokoka vizuri kweli, ni nini mbaya? Ni nini ambacho sijakielewa? So it calls for us to be able to school ourselves from the word of God. Bwana pesi. Tuko pamoja? Kwa nini nazungumza hivi? Nimekuja kugundua katika tembea yangu na Mungu kwamba ukimwona pepo fulani anampinga mtu aliyeokoka ambaye anaishi maisha matakatifu, mtu ambaye analipa fungu la 10, anazingatia maadili ya neno la Mungu na anaishi kwa dhamira sawa mbele ya Mungu na wanadamu, na kuna huyu pepo ambaye anampinga, amekataa kutii amri zote za kukemewa, kama ni kupakwa na mafuta amepakwa na mafuta, huyu pepo haendi. Nilikuja kugundua wakati pepo anampinga mtu hivyo, ama kwa kweli pepo hakupinga, anapiga makusudi ya Mungu ndani yako. The devil doesn't fight any one of us. He fights the purposes of God in our lives. If you abort the purposes of God, you become useless and irrelevant to the devil. But because you embrace the purpose of God, you become a target for the enemy. So when you realize that the enemy begins to resist the purposes of God in you, and you pray, and you live holy, and you pay your tithe, but the enemy is still there, looking at your face and refusing to go, then and God is doing nothing about it, then I realize it is because God recognizes the place where that demon is standing upon. And that place is what I call an altar. It is a legal place that heaven cannot interfere with, because it is legal in the sight of God. Wow. Wewe unaweza omba hata utoke mlima wa maombi uombe mpaka ujazwe upako, ukiwa unahisi moto kwa ulimi unasema baba Yehova haleluya, na ukikuja unamkemea kwa sababu ya joto ya moto uliobeba, yule pepo atasonga kama watu wachache nyuma hivi, lakini ukisha kwa kidogo tena anarudi, maana liletwa pale kihalali. Kwa hivyo hali inakuwa ni ile sawa. Sasa unakuja kujua kwamba maombi ni nzuri, lakini kuna sehemu nyingine ambayo ni bora zaidi, ambayo inaitwa nini? Dhabihu. Kwa nini nasema Mungu anaheshimu mali yule pepo amesimama? Ni kwa sababu Mungu anaitwa Mungu wa agano. Kwa hivyo kama binadamu mwingine ambaye hajaokoka alileta kinachomgharimu ambao ni dhabihu, akaweka chini na akaitisha nguvu za kishetani, akisema pepo asemi pepo, anasema mganga wewe ni wakilishi wa nguvu fulani ambazo zimezidi za wanadamu, unaweza nifanyia kitu fulani. Sasa mganga anasema na akishaleta wanaelewana na yule shetani kwa njia yule mganga. Basi shetani aliyeletwa kwa dhabihu kukupinga, hauwezi kumkemea kwa maneno akaenda. Maana Mungu anasema mimi nina halali kwa maisha yako, nina halali kwa roho yako umeokoka, ni madhabahu yangu. Lakini kuna madhabahu mengine ambayo inapiga biashara, inapiga masomo ya watoto, inapiga afya yako, inapiga kazi yako ambayo imejengwa pale na pepo anaisimamia. Sasa kuna mapatano huyo pepo ako nayo na yule mtu aliyemleta. Na mimi ni Mungu wa maagano, ninaheshimu maagano, ijapokuwa nina nguvu zote, sina halali ya kuja kumvuruga pepo. Eti pepo toka, huyu ni mwanangu wa mimi ni Mungu wa maagano, naheshimu maagano. Popote penye maagano sitakuja kwa nguvu zangu. Ukitaka nikuje ni
nialike na wewe kwa njia ya kidhabihu, alafu unapata halali ya kuteta na wanaoteta na wewe. Sijui kama unanielewa. Ngoja nikupe mfano kwa Biblia. Wengine wananiangalia ni kama vile unazungumza vitu vyao. Nipe kijibu. Judges. Tuangalie maisha ya Gideon. Judges 6 verse number 25 and 26. Kuna mtu hapa amepewa prophecies, support prophecies. Umefurahi, Mungu amesema haleluya itatendeka. I want you to look at your brother Gideon. Mwangalie Gideon. Mungu anasema kwamba, and it came to pass in the same night that the Lord said unto him, take thy father's young bullock, even the second bullock of 7 years, and throw down the altar of Baal that thy father has, and cut down the groove that is in it. Ninaona nini katika kifungu cha andiko na kinachofuata? Mungu anamwambia Gideon, Gideon wewe ni mtu mkuu, shujaa tena hodari. You are a mighty man of valor. The Lord is with you. I will use you in Israel. I will use you. Gideon akasema, mimi ni mdogo kwa nyumba baba yangu. Nyumba baba yangu ndio ndogo katika Israeli. Alileta viji sababu. Mungu akamwambia, akasema kama Mungu yuko na mimi, mbona sioni ahadi zake zikitimia? Mungu akamwambia, nenda kwa nguvu yako iliyotoka Israeli. Alafu Mungu akamfuata sasa. Mungu akamwambia, Bwana, mimi nimeshaahidi kukutumia. Na hii eneo ambayo nataka kutumia ambayo ni Israeli, kwa mfano hapa, nataka kutumia hapa katika Israeli. Mimi nishasema niko tayari, nguvu niko nazo na niko radhi. Lakini mahali ninapotaka kutumia, naona kama kuna mwingine anatawala. Na huyo mwingine ni shetani. Ama Baal ukipenda. Na huyo Baal hakujileta, aliletwa na binadamu. Na huyo binadamu ni babako. Kwa hiyo ukitaka nije mimi, fanya mapatano na mimi. Mwanzo mtoe Baali. Kumtoa itamaanisha kitu ambacho anasimamia ndio kuangusha. Anasimamia nini? Madhabahu. Na madhabahu inajengwa kwa nini? Dhabihu. Kwa hiyo ukibomoa hiyo madhabahu, Gideon, when you break down that altar, make sure you are prepared with something. Usifuje tu madhabahu kama hauna kitu. Beba kitu. Baada ya kuomba uangalie, kama kuna watu hapa wanaomba kama Samsoni aliomba. Unamwona yule bwana mdogo ambaye alimshika Samsoni mkono. Yule ni mfano wa Roho Mtakatifu. Samsoni alikuwa ni kipofu na alikuwa anaongozwa kwa mkono hivi ajui ni wapi. Akamwambia Roho Mtakatifu, nionyeshe nguzo ambao maadui nao ni dhihaki na kunipesa wamesimama. Ni nguzo gani na dhamini hii nyumba inayowabeba? Show me the pillar supporting wickedness against my life. Holy Spirit, show me the pillar supporting evil and poverty and struggle in my life. And then the Lord the Holy Ghost took the hand of Samson, akashika nguzo na akasema ndio hii, na akaita Mungu nitie nguvu. So ukishafika mahali Mungu amefunulia ni vitu gani ambavyo adui amesimamisha kama nguzo zinakupiga maisha, unahitaji kujua ni nini unajiandaa nayo. Don't pull down any altar unless you are prepared with something to bring another altar. Usivunje madhabahu yoyote kama hujajiandaa na madhabahu kitu kingine cha kwenye dhabihu ya kujenga madhabahu nyingine. Kama unanisikiliza vizuri sema amen. Usipande tu mori za muombezi. Ile neno jina tunaangusha, tunabomoa. Kuna zingine ukibomoa hivyo ovyo ovyo unaumia. Na Mungu bado ni Mungu tu. Lazima tuishi maisha marefu. Huu mwili ni mmoja, usipoitunza ikidofika hauna ruhusa ya kubaki duniani. Unakuwa ni wewe ni roho, unapigwa marufuku kwa himaya za wanadamu. You go back. Your spirit goes back to God who gave it. And we bury your body. So you must take care of yourself. Ndio maana tukifundisha wahubiri tunawaambia kula vizuri, fanya mazoezi, kula mboga, kula matunda. Usikule nyama tu, kula mboga pia. Tunza mwili. Haleluya, na ufanye mazoezi. Haleluya. Mwili lazima tufanye nini? Tutunze. So what I'm saying here, Mungu anamwambia Gideon, mimi niko radhi kukutumia. Lakini ukitaka nije nialike. Na ukinialika, mwanzo bomoa madhabahu aliyojengewa Baali. Ukishaibomoa, Baali atakosa mahali pa kusimama. Alafu unialike. Na ukinialika, usinialike ovyo ovyo. Bwana pesifa. Hii madhabahu ambayo shetani amesimamia kitawala Israeli yote hii ilijengwa kwa ng'ombe wa miaka 7. Kwa hivyo
ukinijengea mimi, nialike pia kwa kiwango sawa. Usinijengee madhabahu kwa ng'ombe wa miaka 3, usinijengee madhabahu kwa ng'ombe wa miaka 5, usinijengee madhabahu kwa mbuzi ama kondoo. Jenga kwa ng'ombe wa miaka 7. Alafu mimi nikiingia kama Mungu naingia kwa level sawa na yule pepa nilikuwa natawala pale, alafu namuondosha. Alafu maneno niliyokuambia kinabii ninayakimbilisha. Kama vita vinavyokupiga vinachipuka kutoka kwa madhabahu iliyojengwa na mganga kwa kutumia kondoo. Ukija kumwalika Mungu kwa njia ya dhabihu, haukuji na kuku. Haleluya. Naomba Mungu afungue macho. Na mimi si mhubiri wa njati, nimekuja nikulangue. Ukiniangalia na kaka kuparara, mhubiri wa tumbo. Kweli lazima ihubiriwe. Bwana ape sifa sana. Because I magnify my office as an apostle. Truth must be released in the church of God. Yes. Like I normally say there, katika wahubiri wote ambao nawaona ambao tayari wakutana nao duniani ambao unaona kwa runinga wako kwa kitengo 4. There are 4 types of preachers you have seen and you never see. Number 1 are those who have called themselves. Whose glory is their shame, whose God is their belly. Bora wakule hawajali, hata kaibika hajali, amejiita mwenyewe. Naona kama form 4 nilishindwa, kazi imekuwa ngumu kubada, najiita naenda kuwa mhubiri, naanza huduma yangu. Original Christ restoration. Original. Mwingine anakuja anasema finally God is here. You wonder where has he been all this while? So kuna wale wanajiita Mungu wao ni tumbo lao. Paulo anasema wao jitenge nao, aibu yao, utukufu wao ndio aibu yao. Kitengo cha pili cha wahubiri ambao utakutana nao ni wale walioitwa na watu. Wanakwambia kusema haleluya, wanasema haleluya, wanasema sauti ya mwinjilisti. Mwinjilisti huyo wanakuajii. Unasimamiwa na kamati. Kamati wanakamata mambo. Elders who hold things wanakweka kwa mfuko. Ukihubiri ushirati na wanafanya ushirati wanafunga mfuko. Au kumuri hakuna allowance, hawalipi nyumba, hawaleti pesa. Unateseka mpaka useme sitakonga tena ushirati, wanafungua, unapumua. Wameitwa na watu, wanatumikia watu. Kitengo cha 3 cha wahubiri ambao utawaona ni wale ambao wametumwa na shetani, ambao roho yao ni kuleta vurugu na vurumai katika injili takatifu ya Yesu. Ambao wanahubiri kunywa mafuta, nunua chumvi. Kuna kifagio kama mwisho wa mwezi, sisi tunakuja mwisho wa Desemba, utawaona wanauza mpaka kifagio ya kufagia balaa, nuksi na mikosi ya mwaka 2016. Utawaona unafagia kisirani. Unafagia kisirani. Wanakuuzia maji kutoka Jordan, kumbe ni Nairobi River. Na wapendwa wanataka shortcut, wananunua wakiambia tumikiri Bwana kwa njia ya kiagano, wanasema sisi tunataka vitu vya haraka. Ni wapi? Sio kwa dunia ya Mungu hii. Yes. Bwana ape sifa. Alafu kitengo cha 4 cha wahubiri utakawaona ni wale ambao wameitwa na Mungu, wanaishi katika maisha ya utakatifu, ambao pendo lao ni kwa Mungu kikamilifu. Yes. They are called by God, they serve God, they live a holy life, they preach the full counsel of the word of God. Ukiwaona, give to them, love them, support them, stand with them. Yes. Because they are the servants of your Father. Yes. Hallelujah. Glory be to God. Wewe Mungu anamwambia Gideoni, mimi nataka nikutumie lakini nialike. Na ukinialika, usinialike kwa kiwango hafifu, nialike kwa kiwango sawa. Unajua Roho Mtakatifu anachagua kila kitu ambacho kinaandikwa kwa Biblia. Anasema mlete ng'ombe wa miaka 7. Kwa nini? Maana ng'ombe ambao pepo alisimamia Baali kutawala Israeli alikuwa miaka 7. Na mimi naomba Mungu akufungue macho ili kubaini chanzo na kiini cha itilafu inayokusimamia njiani, ili jengwa kwa nguvu gani. Bwana asifiwe. Amen. Atukuzwe Mwokozi. So may the Lord open your eyes. Amen. So God tells Gideon, show me. God tells Gideon, let there be no gap in the spirit world. When you bring down an altar, don't leave a gap. Make sure you build another altar. Unapofuta chini madhabahu, jenga nyingine. Usiwache nafasi ama mwanya katika ulimwengu wa roho. Na kukuonesha kwamba madhabahu inaweza mtetea mtu, kukuonesha kwamba Baali alinyang'anywa nguvu. Walipobomoa madhabahu ya Baali, Gideon aliogopa akaenda kuibomoa usiku, na akabomoa na akajenga ya Yehova. Wale walipoamka kauliza, ni nani amebomoa madhabahu ya Baali hapa?
ikajulikana ni Gideoni. Wakajibeba wanaume wa ule mji wakakwenda kwa baba Gideoni, wakabisha mlango. Hodi huko kwa kina Gideoni wewe. Baba akasema na kifungua. Eti nini? Mlete Gideoni mwanao hapa. Ati kuna nini? Mlete. Amebomoa madhabahu ya Baali, tunataka kumuua. Na mzee aliyetekwa na hii madhabahu, maana ni aliyejenga, kwa sababu alishafunguliwa kutoka kwa nguvu za Baali zilizomshika akili. Akawauliza, kwani mtampigania Baali vita vyake? Kama Baali ni Mungu, siyapigane vita vyake. Na wao pia wakasema na kweli Yaani Baali alikuwa na nguvu, alikuwa amening'inia kwa anga, sasa ana mamlaka juu ya maisha ya watu. Na Mungu wa Israeli alikuwa sasa ashashika hatamu. Ndio maana unakuta kwamba wale watu walikuwa ni wengi. Kina Gideoni wanaotajwa ni wawili, sisi kama alikuwa na ndugu wengine, lakini wawili ndio wanatajwa. Wale watu walikuwa na nguvu za kufunja mlango na kuingia ndani na kuwakamata na kuwapiga pigo lenye ghadhabu na kuwachoma moto kwa karibu madhabahu ya Baali. Lakini ulinzi wa Mungu ulikuwa umeshika hatamu. Walikuwa hawawezi. Baba anawajibu kwamba mtampigania Baali vita vyake. Anasema na kweli akili zetu zimefunguliwa. Baali ana mamlaka tena, wakatoka kwa kwenda zao. So power of sacrifice on an altar can protect you. Can protect you. Hallelujah. Dhabihu ikiwa katika madhabahu inaweza kukukinga na mabaya unayopangiwa na watu wanaokutafuta na bunduki, wanaokuwinda na visi, wanaokulengalenga na sumu. Hawawezi kufaulu, maana Mungu akisimama juu ile dhabihu anakuwa ni sauti yako. Halali usiku wala kusinzia mchana. Ni Mungu mwenye kuona masaa zote, na akiwa wa upande wako katika ulimwengu wa wanadamu, ni nani atakaye kudhuru? Bwana akiwa upande wetu, ni nani awezaye kudhuru? Hayupo. Bwana pesi kwa sababu. So nikiongea katika habari ya nguvu ya dhabihu, nataka wewe mwenyewe ufike mahali pa kuamua kwamba mimi nitaishi na Mungu kidhabihu. Bwana pesi. Si tunamlipa dhabihu, sio kulipa. Huwezi lipa Mungu. Hakuna kitu unaweza pea Mungu itoshane na hata robo ya neema unayofurahikia. There's nothing you can give God as payback. So when you're talking about sacrifice, you're not saying you're buying anything. Sacrifice is not payment for favor. Sacrifice is what connects the spirit world, either of God or of the devil, with the work of man. Yes. Let me show you something. Ukienda kwa mganga, shetani anajua principle ya sacrifice. Ukienda kwa mganga watu ambao wanakwenda kwa mganga wao wananyenyekea nguvu za mganga, wanasema kwamba baba, my friends in West Africa wanaita baba. Akienda kwa mganga, bwana mkubwa, kienda pwani wanaitwa mzee. Sasa ukienda kule unamwambia nataka unilaanie hii boma, huyu jamaa hii boma isiinuki, nataka watoto wake wasikwende shule, nataka biashara zake zianguke, sitaki apate maendeleo, nataka asiolewe mtoto wa kike kwa ile boma. Na mganga anamuuliza, hiyo ndio kitu nataka? Anasema na anauliza mganga, unaweza nifanyia? Anamwambia inawezekana, lakini itabidi ulete kitu cha wazee, kitu cha wangwana, kitu cha msituni. Na huwa sio kitu hivi. Ukiamua ulete, sasa unataka sikio ni kitu gani cha wazee? Bwana utaambiwa vitu jaisikia. Leta visigino 7 za nyati ama mbogo, leta pembe ya kinyonga wa samawati, lete mayai ya papa, mpaka unabaku umekodoa macho na hayo utayapata hapo. Akiona umetanganyikiwa anakwambia usijali, ukishindwa Bwana anaweza kusaidia, lakini itabidi ulete pesa. Na sio pesa hivi, pesa ya maana. Watu wanachukua mpaka mkopo kwa Kenya Women Finance. Wengine wanakwenda Equity, wanachukua mkopo, anapeleka kitu cha wangwana, kitu cha wazee, ili mapepo na mizimu watafute mayai ya papa, visigino vya mbogo na vituko vile vilivyotajwa. But the principle behind it is ukichukua ile mkopo, moyo wako inaifuata. Ni pesa nyingi, lakini ujama staki ainuke, staki mambo yake imarike, moyo wako unaifuata. Sasa moyo inafika pale kwa madhabahu, shetani anakutanika na moyo wako, anapata halali ya kusimama pale, na ile mali uliyoleta inatumika sasa kuwatesa wale. Unafanya mapatano na mganga na pepo pale kwamba unataka wasiinuke, unataka wasisome, unataka wasiolewe, unataka kazi yao iharibike. Haya, mimi nitafanya hivyo, watoto hawatasoma, lakini wewe upande wako utakuna hakikisha baada ya kila miezi 7 unakuja na mbuzi wa kiume mweupe.
kudumisha agano. Sasa wewe kama umeokoka, umezaliwa kwa ile boma iliyolaaniwa, ukaokoka, ukampenda Mungu, ukajazwa Roho, ukazaa watoto, unaanza kukua, unaona watoto, pengine wewe mwenyewe umefika mahali unataka kuingia kwa masomo, unapata masomo imekuwa shida. Ukiangalia mabinamu zako kwa ile boma, unakuta kwamba wakifika class 7 wanapoteza hamu ya kusoma, wakifika form 3 wanatoroka kabla wafanye mtihani. Pengine kiwango kiliwekwa katika, I teach about invisible limits and in the world of academia, zingine zimewekwa kwa kiwango cha high school, zingine kwa primary, zingine kwa university level. So wewe mwenyewe utaamua kufungue macho na kwamba kwa boma yetu hapa, mimi naona kwamba watoto wapiti 7 na kifika 7 anaanza kuvuta sigara, uraibu wa miraa, mara nakimbilia mambo ya kupanga magari area. Ni mtoto mwerevu, lakini akifika 7 hamu ya shule inatoroka. Kama ni wa kike unakuta kwamba anaanza kupenda wanaume, tena wanaume walio na wake, na hapendi tena shule. Kumbe kuna pepo alishapewa mamlaka juu ya ile boma, amealikwa kidhabihu ili apige ile boma. Sasa ukikuwa pale unasema, mbona naomba, napenda kanisa, lakini naona kama kuna kitu kinanipiga katika eneo la masomo, pengine eneo la ndoa. Mapatano ilikuwa kwamba asiolewe mwanamke yote kwa hivyo. Unakuta kwamba unashika uchumba inavunjika, unashika uchumba inavunjika. Kumbe kuna pepo aliambiwa binti yote wa boma asishike uchumba itakayofua dafu. Sasa unaomba, umekuja umejaa anointing, unasema vitu, lakini unashika uchumba. Nikifika itangazwe first bounce, second bounce, third bounce, kabla itangazwe yule amepewa transfer, ama unapata mwingine anajua ni president mpya, na huyu amehama hamu zake kutoka kwako, ametakasa engagement yake na huyo. Na si mara moja, si mara tatu, imekuwa ndo mtindo. Kwa kuna baki kujiuliza ni nini mbaya na mimi? Nimekuja kuambia, ikifika mahali pepo anapiga makusudi kwa maisha yako na mbingu haifanyi kitu, inamaanisha yule pepo ana mahali halali ambapo anasimamia, na mahali pale panaitwa madhabahu. Kama aliletwa na dhabihu, sasa una mawili ya kufanya. Kukubaliana na ile madhabahu, uende kwa mganga, hata na wewe useme kwamba nitangulie pingu iliyonifunga ili niolewe, nitangulie pingu iliyonifunga nipate kazi, nitangulie pingu iliyonifunga ili kwamba niwe salama. Ama nyingine, kama mtu uliokoka, unaweza kwenda kwa mkuu kuliko huyo mganga na pepo wake, na useme mimi nakwenda kwa Yehova. Kuna pepo anazuia watu hapa, nimeomba, nimefanya yote na yeye, ninakwenda kwa Mungu. Na Mungu unapokuja, nakuja na kinachonigharimu. Ninakualika, njoo simama katika himaya ya mahusiano yangu, njoo simama katika himaya ya masomo yangu. Unaposimama, simama juu ya hii dhabihu naweka mbele yako, na ukisimama ukue sauti yangu. Nafanya mapatano na wewe, mradi nimeokoka na kutumikia na hicho na jina lako, sitainamia pepo wala mganga. Utafungua njia zangu, ufanyike ndio sauti yangu. Na ukifanya ile mapatano na Mungu, inakuwa kwamba yule pepo ambaye anavuruga ndoa na mahusiano, atavuruga za watu. Akikuja kwa yake anapata Mungu amesimama pale, anasema kwamba vuruga za watu wengine wote, lakini huyu nilishapewa yake, hauna ruhusa ya kuguza mambo yake. Amen. Praise the Lord. So sacrifice on an altar, let me give you a point. Sacrifice on an altar can cause God to make a new or a better covenant. Give me Genesis 8:20 and 21. Sacrifice on an altar can cause God to make a new covenant or a better covenant. Mungu alifanya agano na nani? Na wanadamu. Na alipofanya agano na wanadamu wakafanya dhambi, na Mungu akakasirika, akagharikisha dunia mzima. He brought a flood which killed all men. Kindly give me Genesis 8:20. Alipoleta ile gharika, tunampata nani? Tunampata Nuhu na watoto wake watatu na mke wake na wakaza mwana watatu. Alipotoka kwa ile safina, alimjengea Bwana dhabihu, alimjengea Bwana madhabahu, alikuja na dhabihu. Na alipofanya vile, Mungu anasema namna gani? And Noah builded an altar. I said there can be no altar without what? A sacrifice. He built an altar, not to the devil, but unto the Lord. And he took of every clean beast. Give me 21. Nipe 21. Where are you? Oh, you're here. Give me 21, please. Anasema namna gani alipojenga hiyo madhabahu? Okay, you have your Bibles, you can look at it. Verse 31. Anasema namna gani? And the Lord smelled the sweet savour, and the Lord said in his heart, I will not again
This is a new covenant. I will not again cast the ground any more for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again. A new covenant. Hallelujah. Alisema hata haribu dunia kwa maji tena. Hiyo sio kusema kwamba hata yaribu kwa moto ama kwa njia nyingine. Lakini kwa maji hapana. It's a new covenant. Kwa hivyo kama kuna agano ilikuwa inatesa watu wa nyumba yenu, watu wa boma yenu, watu watoto wa nyumba ya babako, kwa sababu mjomba wako fulani alikwenda kwa mganga, akafanya mapatano na mapepo kupitia uchawi, akatoa pesa zake, akachukua pengine ni chupi ama nguo ya ndani, akachukua pengine ni kitabu cha mtoto, akabeba na pesa akapeleka kwa madhabahu ya kishetani, akapata mapatano na mapepo ili kwamba ifungwe nyumba yako na watoto wako na vitu vyako. Ikifika ni hapo unaweza fanya agano na Mungu, kija na dhabihu uweke mbele ya Mungu. Hiyo dhabihu ina nguvu ya kumwalika Mungu kufanya na wewe agano mpya inayofuta ile, ama agano bora kuliko ile. Is somebody listening to me? Yes. The battle of altars, it's a battle of altars. Ni ile madhabahu yenye nguvu zinatawala. Na nguvu ya madhabahu ni dhabihu iliyoko mahali pale. Amen. So mwenye ana service madhabahu yake ina nguvu. Kama unaishi kwa ploti yenye wachawi na watu wa cultic worship, kama wana service altar yao kwa miungu yao, na umekaa unalala tu kama gari ambayo iko na engine knock, saa 3 unakoroma, hata wamki kuomba umejikunja kama siku wa kitanda. Eti ni Christmas holiday, na wale wanaamka saa 10 wanaomba wakitandaza vitu kulimwengu, watatawala ile eneo. Wow. Lakini ukiwa machachari kwa maombi na utakatifu, mkanga ama mshiriki akihamia pale, anapata ile environment imetekwa na hama, anaacha hata deposit yake. Wow. Because it is a battle of altars. The one that is serviced will be more powerful than the other. How do we service an altar? By sacrifice. Ndio maana katika ulimwengu wa wachawi na washiri wanatoa dhabihu ya damu, dhabihu ya binadamu, haswa dhabihu ya bikira na stranger, ikiwekwa pale ina nguvu sana. Lakini hizi tosana na damu ya Yesu. Amen. Bwana pesi kwa sana. So what am I saying? Sacrifice on an altar does what? Causes God to make a new covenant. And you can also make a better covenant. Kama ulikuwa umefanya agano na Mungu kwamba Mungu nisaidie watu wasomi kwa hii boma, nisaidie ili nifike class 8 na nifike mpaka form 4, na Mungu amekufanyia vizuri mpaka umefika form 4, unaweza fanya agano mpya na Mungu. Mungu maisha ya university, sijui pesa itatoka wapi, sijui vitu tajiri itapata wapi, lakini nafanya agano na wewe, naleta kitu kinachonigharimu, sio kwamba nanunua ama nakulipa, lakini nakupa mahali pa kusimama katika ulimwengu wa kisomo. Simama hapa ili unifungulie njia ili nisome na niweze kufaulu. Kwa hivyo dhabihu katika madhabahu inamwalika Mungu kufanya na wewe agano bora kuliko ile ambayo ilikuwa. Haleluya. Mtu fulani anasikia? Yes. Haleluya. Amen. Tap your neighbor like this, tell them living by covenantship. Unaweza fanya mapatano na Mungu kuhusu mke wako ama mume wako. Kama umeolewa kwa boma ambao wanaume wanarandaranda, wamelaaniwa na kupigwa pigo za uchawi, hawakai kwa boma. Mke akiolewa anapigwa teke, baada ya miezi 3 anakwenda huko, ni watoto ndo wanazalisha wanawake na kuwakimbiza. Na wewe umekuja kuolewa na kwambia hata huko umekuja kuolewa hapa utafaulu, jaribu tu. Majirani wanakuona sana ati na huyu pia anajifanya ameolewa hapa. Yeye ni bora kuliko aliyotangulia. Waambie kwamba wao wanaweza kuwa wametema na madhabahu niliyokataa wanaume kwa hii boma wasioe, lakini huyu wangu nitachukua kinachonigharimu, nitakwenda naye kwa madhabahu ya Yehova na niseme, Yehova, nafanya mapatano na wewe. Huyu Mungu uliyenipa kinachopiga wanaume kwa boma yao, wewe usimame na kuzipiga, na umtenge asimame kunifaa kama mwanaume aliyenioa. Unamwalika Mungu kwa ndoa yako. Unaweza kumwalika Mungu juu ya mke wako, hata na juu ya watoto. Kuishi kimanga. Si tunalipa. Kwani ni wangapi wameokoka kama wewe na wanazungumza ndimi, tena wanatumika kwa kanisa, lakini ndoa imelemewa? Kwani Mungu hayupo? Ni madhabahu. Bwana bless. Ni wangapi wamesoma hawana kazi, akishika kazi ikai inavunjika, akishika ikai. Kupata ni rahisi lakini haidumu. Ni nini? Kwani waombe hawajaokoka? Sio wameokoka, wanaomba, si ni Mungu huyu moja. Ni nini?
uhuru na kibali aliyopewa Mungu katika hiyo kazi ndinaamua. Bwana Yesu atukuzwe Mwokozi. Let me give you some points before I run. How do we dismantle loss? Kuvunja hasara. Unaweza kuvunja hasara kupitia nguvu ya dhabihu katika madhabahu. Losses can be curtailed by the power of sacrifice on an altar. Genesis 9:11, the Bible says, Mungu aliponusa hii aliambiaje Nuhu? Genesis 9:11 alimwambia Nuhu, sasa ninathibitisha, now I establish my covenant with you, and I will establish my covenant with you, because you have brought a sacrifice on the altar. I am releasing establishment. So establishment is as a result of sacrifice on an altar. Is your Christian walk wishy-washy? Is your business dwindling? Is your investment shaking? Unapata kazi na iko established, unakaa kidogo umefutwa. Unaanza biashara inaanguka kidogo, inafika mahali na yumba inaanguka. Nguvu ya kuthibitisha kumbe ipo, Mungu ameweka katika madhabahu. Ukija madhabahu na kuweka kwa madhabahu, inatibua maachilio ya kuthibitika. The power to establish your marriage, the power to establish your career, the power to establish your ministry, the power to establish your work, the power to establish whatever God gives you. Kuna watu wanapata baraka na ikai inayumba na kuruka. Unapata pesa inakaa kidogo, hatuwezi elezo umefanyia nini. Nguvu ya kuthibitisha baraka iko wapi? Kwa madhabahu. Ukileta dhabihu ukaguza nayo madhabahu hivi, nini inafanyika? Inaachilia kitu gani? Kuthibitika. Can somebody say kuthibitika? And the reason why you came here is that you may operate a level of establishment that you've never known before in your lives. Hallelujah. Let me marry this scripture. How to break losses. Kuna watu hasara, ameanza mradi ya kuku. Ugonjwa umekuja, hasara imefagia yote. Ameanza kujenga, hata watu wanabomoa pale, wanaiba simiti na zege na kila kitu na mbao na nondo. Roho wa hasara asiyetaka uendelee anavunjwa kwa Mungu, kualikwa kwa madhabahu kwa njia ya dhabihu. Look at Ezekiel 44 verse number 30. Mungu anasema hivi, kuna watumishi wangu nimewainua, na hao watumishi wangu ndani mwao iko mafuta, na hiyo mafuta ina uwezo wa kuleta kuthibitika katika maisha ya watu wangu. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba ukiwaona unapoleta dhabihu yako, usipeleke dhabihu yako popote. Lazima Mungu akunelee ujue unapeleka dhabihu wapi. Haleluya. Haleluya. Maana nimekuambia kuna wahubiri kitengo ngapi? Haleluya. Kwa hiyo tusikimbie tu na dhabihu yako unalipeleka mahali. Don't just run with your sacrifice taking it anywhere because you have seen the sign of a cross, you have seen it is a church. God must talk to you. You must know where you are taking your sacrifice. You don't just bring your sacrifice anywhere. You must go to a grace that is operating higher than you and sanctioned by God. Yes. Si ukimbie tu kila mahali eti nimebarikiwa kwa ila njaa moja nitoe sacrifice yangu hapa. No. Kama ni sadaka toa. Mungu akunelee katika habari ya sacrifice. Is somebody listening to me? Yes. Hallelujah. Amen. So he says, when you find that man, I'll give you a very interesting scripture here in the book of Exodus chapter number 20. In the book of Exodus chapter number 20, let me show you something before we look at Ezekiel. Okay, let's look at Ezekiel 44:30. He says, and the first of all, the first fruits of all things, every oblation of every sort of oblation shall be the priests. Itakuwa ya kuhani. Hallelujah. You shall also give unto the priest the first of your dough, that he may cost. Kwa nini unampatia hizi vitu? Kwa nini unampatia dhabihu lako? Kwa nini unampea malimbuko? Kwa nini? Mungu anasema that he may cause the blessing to rest in your house, which means the blessing which is restless, which cannot rest, is given the authority, the mandate to occupy your house, your boundary, when the sacrifice touches the altar where the priest sanctioned by God is standing. Hallelujah. Bible says in Revelation 1:5, Revelation 5:10 that Jesus has made us kings and priests unto God.
Bwana apewe sifa. Kwa hivyo sisi ni makuhani na sisi ni wafalme. Lakini kuna Levitical priests ambao walikuwa authorized kupokea fungu la 10 na dhabihu. So nisikupata unakula tithe yako unasema hata mimi ni priest. Levitical priest na allowed kukula tithe. Oh yes. Kwa hivyo lazima ujue Levitical priest ni nani. We find them among the fivefold ministry. Ukikwenda pale unakwenda na ukikwenda ukimpea. Yaani Mungu anasema mamlaka ya kudhibitisha kazi. Mtu anapata kazi inaharibika, roho hasara na mnyang'anya. Mtu anapata mchumba, roho hasara na mnyang'anya. Anapata ndoa, roho hasara na mnyang'anya. Anapata mtoto, ana afya mimba, anashika hii inaharibika. Na ameokoka na nipenda na anaishi maisha matakatifu. Jina amebadilisha, amekombolewa kwa misingi nini? Mungu anasema uwezo wa kusababisha baraka ninayowapa watu wangu nimeiweka ndani ya moyo wa kuhani wangu. Ukikuja na dhabihu kwa huyo kuhani ukamwambia hii sio fungu la 10, hii sio sadaka ya upendo, hii sio offering, hii sio prophetic giving, mtumishi, hii ni dhabihu namletea Bwana. Nafanya maagano na Bwana ili Bwana avuje roho ya hasara katika kazi ya mikono yangu, avuje roho ya hasara katika nyumba yangu, avuje roho ya hasara katika afya yangu, nikichukua mimba niweze kubeba na nizae na nilee. Unapomweleza hivyo anasema anaipokea kwa ufahamu, anashika, anakuombea. Maneno anayotamka yanachota kutoka kwa kisima cha kudhibitika iliyo ndani yake, na anasema Bwana na adhibitishe, na akitamka hivyo anasababisha baraka kukaa. Unajua kuna baraka inayoingia inatembelea na inatoka. Inatembelea mwezi fulani tuko na amani alafu inatoroka. Lakini lengo la Mungu ni baraka ikiingia. Kwa hivyo tap your neighbor, tell them your man of God is so important. Haleluya. Na lazima ujue ni nani ambaye Mungu amemuinua kwa ajili yako. Haleluya, tunasema God. Hallelujah to the Son of God. Let me give you that other scripture. Exodus 20:24. Usikimbie kupeleka dhabihu yako popote, lazima ujue. I mean, see that this one that Red Bugu and Mama are running is a place where you can covenant with God. You can say, Jehovah, I am writing a check of 200,000. Next conference, Jehovah, I am making a covenant with you that my children shall be protected from postmodernism, shall be protected from devil worship in our schools and the things that are happening in our home. Unaweza fanya mapatano na Mungu juu ya watoto wako, juu ya ndoa yako, juu ya kazi ya mikono yako kwa kuandika kitu kinachokugharimu. Unasema Mungu unafanya na wewe mapatano. Na uzungumze na Mungu na ukuje ulete hapa, hawezi juta. Praise God. Hawezi juta. Na sisi tunampigia kura, ako na Mungu. Bwana apewe sifa. Huyu jamaa ako na Mungu. Bwana apewe sifa. Na Mungu anasemaje hapo kwa 24? Anasema utanijengea madhabahu ya namna hii. Nataka sehemu ya chini anasema an altar of us shall thou make unto me, and shall sacrifice thereon thy burnt offerings and thy peace offerings, thy sheep and thy oxen. In all, zingatia hiyo, in all places where I record my name. So there are places where God has not recorded his name. In all places where I have recorded my name, God says, I will come unto thee. And when I come, I will bless. Kwa nini tunatoa fungu la 10? Ili Mungu atubariki. Kwa hivyo kama umekuwa unatoa na Mungu haji, jiulize, has he put his name here for me? Kama ni dhabihu ukimbitu na uombe na ulize Mungu ni wapi? Haleluya. Na mimi kama nabii wa Mungu nakwambia sikuumize kichwa. Hapa ndio mahali sawa. Maana Mungu yuko hapa. Haleluya. Kwa hivyo anasema ukikuja pale hapo nitakutana na wewe. Na nikikutana na wewe nitakubariki. So you come with it. You say Jehovah, pepo wanaovunja ndoa kwa boma ya baba yangu, mimi hawatavunja ndoa yangu. Na kufanya mapatano na wewe. Simama katika hii dhabihu na utete na wanaoteta na mimi, utete na wanaoteta na watoto wangu, utete na kila kinachotaka kuleta hasara kwa miradi na kazi ya mikono yangu. Na jamaa anapofungua kinywa na kutamka 44 ile tuliyosoma Ezekiel 30 anasema namna gani? Kuhani sio Mungu atafanya, kuhani atasababisha baraka ikae. Anaposema ubarikiwe, Bwana akupatie matarajio moyo wako, Mungu anafuata hayo maneno na anathibitisha.
Yes. Hallelujah to the Son of God. How many lives have changed by touching men who carry the name of God? Bwana apewe sifa. Kuza mwenzako, mwambie it is the time for my appointed change. So every loss unapata kazi inapotea potea, unapata biashara inaibiwa mpaka mtaji unapotea, unabaki na deni. Kila hasara ya kujiliwa mbali, madhabahu za hasara. Wale wanaofanya biashara wenzako waliopenda kwa wachawi na waganga wanaokupatia kombe, wanasema utainuka kati yao. Usije na ubishi kwamba mimi nimeokoka na ile fungu la 10 nitauza mahatu kama wao, nitauza nguo tu kama wao. Utashangaa kuna watu waliofanya mapatano na mapepo kwa soko bwana, na wewe fanya mapatano na Yehova. Ili miungu yao inapotembea usiku kuibia watu, wakikuja kwa yako, Mungu anasema mimi silali wala kusinzia, huyu ni wangu, alifanya mapatano na mimi. Hauwezi kuuza biashara yake, hasara toka, kazi akipata ni yangu. Kwa vijana wanaotafuta kazi, unaweza tafuta kazi hata miaka 3 upate. Na umesoma, una stashahada. Siku ukipata, leta malipuko ya kwanza. Another one brought money. One of my daughters alileta fast food. Na alipoleta akaleta yote, akasema kwamba man of God, Apostle wewe ni baba yangu, nimeleta malipuko ya kwanza. Akaleta pesa nzuri. Watakwambia mjinga ni wewe, hauna akili, haufikiri, na utaendaje kazi, utavaaje, utakulaje? Akasema hizo siku zote nilikuwa nakulaje, na hiyo mwezi zote nilikuwa nakulaje. Ya Mungu ni ya Mungu na vile. Na alikuwa anafanya kazi na nini? CDC ya Kenya. Sasa alipoleta ile pesa, na mimi nikajua Mungu amenitukuza kwa neema. Inakaa ndani yangu mafuta ya kusababisha baraka kukalia watu wake.